Hello, wana wa Afrika chionda chionda. Podcast ya fikra huu za Afrika, Pan-Africanism. Hii ni podcast ya Pan-Africanism. Mimi ni chionda chionda. Nasema Ubuntu Bantu, Afrika ni watu sio manyani. Wa Afrika tunaendelea kupata ufumbuzi wa kifikra, kujitambua wenyewe. Kwa ufupi, dunia iko katika mizonge ya Afrika ya dunia na Afrika kwa ujumla inatokana kwa sababu unapozungumzia Afrika unazungumzia ulimwengu. Ulimwengu bila Afrika hakuna ulimwengu. Watawala, matajiri, maskini wote wanategemea rasilimali za Afrika na watu wa Afrika. Wa Afrika ndio cheap labor duniani, wafanyakazi wa bei rahisi. Unaweza ukaja Afrika ukaajiri watu 100, lakini ukiajiri wawili Marekani mshahara watu 100 ulioajiri Afrika utakuwa unalipa watu 100. Hiyo inaitwa cheap labor. Nguvu kazi, manpower, ambao wanachukuliwa Afrika na kupelekwa Ulaya wakiwa wamepewa elimu, ambao wazazi wao na mataifa yao wametoa mamilioni ya pesa ili watoto wao wasome, wakirudi waje kusaidia taifa lao, au wale wa taifa lenyewe linasomesha vijana wake. Vijana hawa wanaangukia kwenye makundi tofauti. Kwa mfano, kuna biashara za binadamu, kutumikisha watu kitumwa. Maana wote huu ni utumwa, lakini utumwa unakwenda kwa ngazi. Kuna wengine wanaenda kuuzwa kutoka baraza au soko la watumwa. Wengine wanabaki kwenye nyumba ya master, wao wanakuwa walinzi wa geti na maneno ya bwana. Wengine wanatumikishwa, wanaona wameajiriwa na government kubwa duniani, lakini hawajui kwamba wako kwenye slavery system iliyotengenezwa upya na kufanyiwa marekebisho makubwa. Nao wanajiita the master, wakisaidiwa na washika bendera vibaraka wao, ambao ni hao waliotaka kuwapa elimu ambayo ya kuwatukuza. Kwa hiyo Afrika tumeanza kuchukuliwa utumwa miaka mingi, mali zetu wamezipola miaka mingi, hekima zetu wakachukua, wakatutangaza kama kawaida sisi ni savage. Lakini usavaji wetu uko wapi? Savage hawezi kuvamiwa kwa sababu wanaishi kwenye misitu na mapango. Hana chochote. Utapata tamaa vipi ya kuja kumvamia savage? Savage hana maandishi. Primitive. Hana maandishi, hana utaalamu. Lakini utaalamu wao wote Ulaya leo, pamoja na mainjinia wakubwa waliojenga majengo makubwa Ulaya, pamoja na Amerika, ni watu weusi. Hao ndio master engineering. Vitukuu vya Highland Mobile for the window soil. The honorable one. Lakini hawaishi sisi kutamka vibaya katika ndugu zao. Utajiri wa Afrika hakuna unaweza kufananishwa naye katika dunia. Lakini wazungu, ili watupole mali zetu, ilibidi watugeji na baya, watuite dunia ya tatu, watuite sisi wajinga, wapumbavu na tusiokuwa na Mungu bali tuko na shetani. Nilikuwa na jamaa yangu mmoja akanambia, hivi shetani ni nani na Mungu ni nani? Nikamwambia nilisoma mythology za Bible na Quran, na pia nikaenda kusoma mythology za Kemet ambao leo mnaita Egypt, nikisoma mythology za Indus Valley, nikisoma mythology za Mesopotamia, Babeli, Uruk, Akkad na Sama. Ninagundua kwamba vitabu hivi, kama nilivyoambia hapo mwanzo, vyote vimetokana na copy na paste na matengenezo ya hali ya juu ya viumbe waliopita ambao walikuwa na nguvu. Kwa sababu Waafrika wote, kwa mujibu wa Lost Book of Inki na Book of Atrahasis, ukisikia Atrahasis ndio huyo anamuita Noah kwenye vitabu vya Biblia. Ukisikia Maduki ndio yeye anamuita katika Biblia anamuita shetani.
wa Babeli, wanamuita Baali. Baba yake anaitwa the Sepeti, the Great Sepeti, au Inki au air, au tafsiri yake anaitwa maji, water. Sasa nikichukua historia hizi nikizichanganya huku Sepeti na kwenye Biblia namkuta the Great Sepeti. Enlil anamuita ndugu yake Inki kwamba ni Sepeti kwa sababu wametengeneza binadamu wakawapa unafahamu. Enlil alitaka binadamu watengenezwe. Akamuuliza siku moja, akamuuliza Inki, akamwambia Inki, unataka kutengeneza viumbe ambavyo hatuna mamlaka navyo? Kwa sababu mamlaka ya uumbaji ni ya creator of all. Kwa hiyo hapa Enlil anakataa kuumbwa kwa wanadamu, kuumbwa kwa Adamu. Kwa mujibu wa Lost Book of Inki anaitwa Adamu, mkewe anaitwa Tiamat. Inki akamwambia mwanawe, ni shida, hebu mjibu baba yako mdogo. Akamwambia, ewe mheshimiwa, tunawaumba hawa wana viumbe lakini hatuwaweki branch ya 23 ya 22 ya maisha marefu. Lakini hapo Adamu waliponatia mati walipozaliwa, huyu bwana Enlil alikasirika, akamwambia Inki, kwa nini umekuja nao Edeni wakiwa wameficha miili yao? Inki Enlil anaitwa Lord of Edeni, mpinzani wa watu au wanadamu. Hawataki hataki waumbwe. Enlil yeye ndio mtu mbaya katika Lost Book of Inki, Book of Atlas, Hammurabi Code na Book of Gilgamesh. Inki ni Blaki, ndio mtawala wa Abzu, mtoto wa Kunkubaina au mke wa pili wa mfalme Anu katika utawala wa sayari ya Nibiru, the Nibiru planet X. Kutoka hapo unakwenda kutoka planet X ili upite uje duniani, lazima upitie katika ring of fire, wanaita hammered bracelet, ukanda wa mawe mazito yanayopaa na kushambulia. Ukipita hapo lazima uwe na nuclear kama mwana wa mbingu Alalu alipopita na spaceship yake na kuwa mtu wa kwanza kutua duniani, kiumbe cha kwanza kutua duniani kutoka Nibiru. Prince alifukuzwa madarakani, Prince alipewa uhamisho akikimbia kifo katika utawala wa Nibiru chini ya mtawala mpya anaitwa Anu, akiwa na mtoto Inki, Nima pamoja na Enlil, akiwa na mke Antu, wanamuita the lawful queen, yani mke wa kisheria. Inki yeye ndiyo alowapa knowledge wanadamu, akawapa akili, wakamuita Serpent of the Garden of Eden, shetani wa Garden ya Eden. Alikuwa anaishi Eden nani? Anaitwa Lord of Eden, anaitwa Enlil. Enlil ndio huyo leo, kwa sababu Enlil yeye katika mambo yake yote anasema anamfuata creator of all, lakini ni kiumbe kibaya kuliko wote. Yeye ndio anasababisha mafuriko ya Nuhu. Akasema wanadamu wamekuwa waasi, wameungana na Maduki, wanataka kukonga sayari ya Nibiru. Kwa hiyo wanadamu wanatakiwa waondolewe kwa shinikizo lake na cheo chake alichokuwa nacho Nibiru, akiwa kama crown prince. Ni mdogo lakini ni mtoto wa mke wa kwanza wa mfalme Anu. Kwa hiyo Enlil ndio mlisi wa kiti cha ufalme wa mbinguni. Tunasema God of heaven, God of the sky, anaitwa the great Anu, the great God Anu, akiwa na mwanawe Enki na Enlil na mtoto wa kike wa pekee anaitwa the medical chief Nima. Enlil akaamrisha, akamwambia Inki, mtengenezaji wa binadamu, wewe ingawa wanadamu watengeneza wenyewe, ila baraza la 7 wanaoamua pamoja na baraza la 12 wanaoamua, 7 ujaji na 12 ujaji, wamewatia hatiani wanadamu
Kwa hiyo wanatakiwa washambuliwe, wauawe kwa njia ya maji. Na wewe Inki, ukiwa kama mmiliki wa maji, unaitwa Ea, amrisha mvua kutoka ardhini na angani, amrisha kule Antarctica barafu iyeyuke, igeuke maji kwenda kujaza ujazo wa bahari, na bahari kuongezeka, na mvua wakati huo ikitoka ardhini na angani. Wakati huo Ziusudra, mtoto wa mzee Inki, alishapelekewa ujumbe na mtu anaitwa Gazu, wanaita the creator of all emissary, mjumbe wa muumbaji wa vyote. Akamwambia Enki, nenda akamwambie mwanao Ziusudra, kwa sababu Inki akazaa na mke, alizaa na mke wa mtawala mmoja mtawala huyo, mtoto anaitwa nani? Baba yake Nanuhu. Baba yake, wanasema baba yake anajulikana na ulimwengu. Matusela? Hapana, wiki ni kitukuu cha Matusela. Nitawatajia jina lake, naenda kulikumbuka. Sasa akazaa na mke wa huyu mtoto wa mjukuu wa Matusela, kitukuu cha Enoki. Akamwambia huyu mwana mfalme kitukuu cha Enoki aondoke katika mji. Yeye akatembea na mke wa kibinadamu, akaja kupatikana mtoto anaitwa Adapa na Titi. Kwa hiyo ukifananisha vitabu vya mapokeo ya kidini vya kisasa, dini mpya, na ukienda kusoma vitabu vya kale, vinakuja kuleta usawa kwamba hii mpya ilichukuliwa huku kutoka kwa ya zamani. Na hii ninaongea kama msomaji wa vitabu tofauti na mythology, this is true story, pamoja na masuala ya kidini. Nilipitia wanaita the Sumerian tablet, ndio hii ninaiongelea, inaitwa the Lost Book of Inki, ikiokotwa mabaki yake akiwa yameandikwa katika vipande vya mbao vilivyochanganywa na udongo katika hekalu la Ashurbanipali huko Nineveh. Hekalu la miaka zaidi ya 100,000 na kitu limeangamia, limefunikwa na matope, imekuwa kichuguu, imekuwa ardhi ya kawaida, kwa sababu wageni wa dunia wanataka kujua asili yao iko wapi, ambao ndio wao tunawaita wazungu, wao watu weupe. Wanahangaika duniani kufanya kuchimba ulimwengu na kutafuta asili yao, wao ni kina nani, kwa sababu tulikuja Babiloni tukapata asili ya mtu mweusi. Inki mwenyewe akawa mweusi. Enlil ambaye ni mtawala wa Mesopotamia pamoja na Babeli. Kwa hiyo inaonyesha kwamba watu walichukua vya kulia wakaweka kushoto. Ni maoni yangu na jinsi nilivyosoma na nilivyofanya uchambuzi, nikagundua kwamba Inki ambaye yeye anaitwa Satan, the Great Serpent, katika Biblia wanamuita the Great Serpent, joka kuu aliyomdanganya Hawa na Adamu na kuwapa akili, na wakapewa adhabu ya kifo kwa sababu waliambiwa mkila mti huu mtakufa. Mimi ni Chionda wa Chionda. Hii ni Pan Africanism podcast, fikra huru za Mwafrika. Hiki ni kipindi cha fikra huru za Mwafrika kutoka podcast ya Pan Africanism. Mimi ni Chionda Chionda nikishirikiana na Plant Master Matuta. Tunaendesha operesheni hizi za kurudisha fikra huru za watu weusi ambazo zilikongwa na maadui zetu kwa miaka mingi, zaidi ya miaka 1800, 1600. Watu weusi wako under the yoke of the white supremacy and the Arab ideology. Mimi nimesubmiti moyo wangu, damu yangu pamoja na kinywa changu kwenye umoja wa Afrika. Afrika inaungana na kuwa na imani yake, taratibu zake za kielimu, teknolojia yake, mipaka yake ambayo tunakwenda kuvunja mipaka iliyowekwa na wakoloni. Tunatengeneza mpaka wa kukaribiana na bara lingine, na tutatengeneza ukuta mkubwa kuliko Great Wall of Benin
kuzunguka bara la Afrika kujilinda na maadui, huku tukiwa tumejikinga na missile shield kubwa pamoja na vituo vya makombora na ulinzi wa anga na usalama wa dunia, kwa sababu dunia ni mali ya watu weusi. Ndio maana ugomvi wao kila siku na mtu mweusi. Ndio kiumbe aliyopewa vitu vingi aliyogawanywa. Ukikuta black church kuna Muslim church, ukikuta white church kuna black church, the mosque, the Arab church unakuta na black church, black mosque. Huo ndio mfumo. Msikiti wa wazungu wanasali wazungu watupu, kanisa la wazungu wanasali wazungu watupu, na weusi nao wametengwa. Hata usawa wao lazima ujulikane katika jamii, kuanzia maisha, kusoma, kazi, kila kitu mtu mweusi anakipata kwa shida. Kama atapata nafasi kubwa, ujue amejitoa sacrifice kuwa mtumwa asiyejitambua, ili mradi aendelee na madaraka anayotaka. Lakini nikawaambia ya kwamba Sumerian tablet, Akkadian tablet, Mesopotamian tablet, wanasema Peruvian tablet, Indus Valley, zote hizi kuzisoma unakuja kupata the same story to the Bible and the Quran, the new religion and the new book. Wanasema vimetoka kwa Mungu, lakini Anunnaki wao walikuwa wanaitwa miungu kwa sababu wametoka mbinguni, na ndipo wanadamu wakapata idea ya kwamba Mungu anakaa mbinguni. Lakini huku Enlil, mwangamizaji, muuaji, mwenye chuki, akichukua nafasi ya Mungu wa ulimwengu, akijiita Yahweh, Jehova, Allah, Zeus, anajiita Apollo. Huyo ndio Enlil. Lakini Enki, ambaye ni kipenzi cha wanadamu na ndio aliwaumba wanadamu na kuwatengeneza. Hii nasoma Lost Book of Enki. Usije ukatukana kwa sababu unajua wewe utakuja ovyo, utasema bangi, utasema kichaa, utasema ulevi, utasema akakosa kazi ya kufanya.